Sasa unabadilisha kitambulisho aje? Sinakaa sasa Alex. Kwa nini ubadilishe? Asitaki hiyo jina ya kizungu. Utaki jina ya kizungu? Yaani kuna majina yenye ni ya kizungu na nyingine ni ya Kikuyu ama Kijaluo. Nyingine ni ya Kiafrika kama Alex. Mzungu hawezi itwa Alex, hakuna mzungu anaweza itwa Alex. Na mbona siku hizi mbona unafanya kama mimi? Si ati navaa kama wewe. Wewe ndio umechagua kuvaa kama mimi. Hana iko vile unajua niko na miaka ngapi? Sima hii umepiga rangi. Sijapiga rangi. Wewe hii kitu ni ya kupiga rangi. Hii ni expensive sana. Unajua hii so mtu atasema wewe ndio umenikopi, umetry to copy. Hapana, hii kofia unajua nilianza kufaa. Sijui ilikuwa 78. Hiyo ni kwa ndoto ama nini? Hiyo unasema. Iko viko na miaka mingi. Iko viko na miaka mingi. Kushinda hii yani. Sana hizi. Hii ni akino kingo dinga ndio walikuwa wanavaa. Hii watu wanaenda tu hapa kwa mitumba ziko. Huwezi utapata wapi? Huwezi pata kitu kaa hii. Kitu kaa hii huwezi pata. Sasa nikuulize. Alex, kuna kitu imewahi kushangaza tu mpaka yani unakaa tu hiyo shindo kai. Ni mingi sana. Ni mingi. Kama gani? Unaweza sema kenye imenishangaza sana kwa maisha yangu. Venye pikipiki inapata balance na iko na miguu mbili. Na mtu amekaa juu yake na mtu amebeba pia mzigo juu yake. Sasa hiyo balance ndio inakushangaza. Hata wacha hiyo balance. Ni vipi hii fuel inakaa liquid ina transform mpaka ifanye hii pikipiki kimbie. Sijawahi elewa. Ako ka engine. Kakona ulisoma physics. Mimi nilisoma physics sana. Kabisa. Sawa chana. Unajua ni kudanganyana tu. How can fuel ifanye kitu ikimbie? Si ni hiyo sijui inaitwa kinetic energy kutoka pale kwa hiyo engine through kwa hizo wire. Kuna wiring kwa hiyo pikipiki. Wire hiyo. Sasa ni vipi hii? Mbona ukichukua hiyo fuel uingize hizo wire hapo ndani na uweke hata maybe kataya iwezi kimbia. Sio unaniuliza hizo ni vitu ninazangaza mimi sielewi. Na assume tu, wacha ni assume tu hivi. Kuna fundi pale, tutaenda pale kwa fundi. Mimi kitu yani imefanya mpaka hata nakaa hivi na shangaa. Manze unajua hiyo nyumba yangu venye iko hivyo? Nimeita jamaa mwingine wa Mkoko. Naama. Sasa jamaa wa Mkoko mwenye anasukuma Mkoko. Alafu anafika hivi ananiuliza anasema bana hata yeye alianza hivyo. Kwani alinichukua aje aseme hata yeye pia alianzia hapo. Nimeangalia huyo jamaa. Yaani nimeng'ang'ana nimenunua hiyo kabati hapa ananiambia hata yeye alianzia hapo. Si wewe alisema ukweli. Alafu anasukuma mkokoteni. Na alianza hivyo. Kwa hivyo saa yako wapi? Wewe ulimuelewa aje? Unajua which means yani alimaanisha alianzia hapo. Zile vitu niko nazo yeye alianza hapo. Sasa si saa anaweza kuwa hata na 8 inch. Maybe ujui, maybe alikuwa anakuambia hizo vitu wenye ameweka kwa mkokoteni. Anaenda nayo hivi. Na hii kukua mkokoteni moja ilikuwa aende trip kadhaa, si eti ni nini? Sasa wewe ulikuwa unamfuata venye alikuwa anaendesha hiyo mkokoteni yake. Alinishangaza hiyo ndio ujanja watu wanatumia kuiba. Sasa wewe utabaki hapo ukishangaa na vitu zako ikaenda. Yeye pia alianzia hapo. Hiyo ni ujanja. Hiyo ni ujanja. Kwa hivyo ni ujanja tu. Ni ujanja tu. Lakini ninashangaa. Yeye mtu tu inaleta shangazo kabisa. Umeng'ang'ana uko na viti seti mbili hapo. Alafu mtu anakuja kwa manza hata mimi nilianzia hapo. Na ni hasa tu mtu anakaa kwa lakini alikuwa creative. Sawa tu. Alikuwa creative. Anyway, yaani wewe bana ona huyu jamaa ana rekodi hapa na sisi tuko zetu. Wewe na wewe acha hivyo kutupima.